kwa sababu Biblia inasema tuitoe miili yetu tulionayo, tuitoe kuwa dhabihu takatifu mbele za nani? Za Mungu. Kwa hiyo mwili wangu mimi ni sadaka kwa Mungu kumtumikia, ni sadaka kwa Mungu kubadilika maisha yangu ya katika kuishi, niishi namna ya kumpendeza Mungu. Sadaka Mungu anayohitaji ni mabadiliko ndani ya mtu. Sadaka Mungu anayohitaji ni maisha ya utakaso ndani ya huyo mtu. Sadaka Mungu anayohitaji ni namna mtu anavyoishi, abadilishe mfumo wake wa maisha, ajitoe na kuachana na mambo ya kinyume na sheria za Mungu. Tukienenda kwa kumpendeza Mungu, tunajitoa kwake na kuishi mapenzi yake. Tukifanya yaliyo mema machoni pake, tumejitoa kwake na kufuata yaliyo yake. Kwa nini? Kwa sababu tumeamua kuacha mambo ya ulimwengu, kwa sababu yeye anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ukisoma mstari wa pili Warumi, ukisoma mstari wa pili sura ya 12, Warumi 12 mstari wa pili anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa tukigeuzwa namna tulivyo sasa, tukigeuzwa nia za ndani, tukigeuzwa mawazo katika kuwaza, tukigeuzwa tabia, tukigeuzwa mienendo yetu, tukigeuzwa maisha yetu, tuna asilimia kubwa ya kumpendeza nani? Mungu. Hii ndio sadaka Mungu anayohitaji. Mwili wako usiutumie kwa mambo ya dunia hii. Msifuatishe namna ya dunia. Mungu anahitaji sadaka, mwili wako ujitoe. Mungu anahitaji sadaka, mwili wako ujitoe kwake, mtumikie kwa uaminifu. Mkiri yeye, muishi yeye, mtukuze yeye, mfuatishe namna ambavyo unavyoenenda. Hiyo ndio sadaka ya kujitoa kwa Mungu mwili wako. Ni sawa kwenda kufanya kazi makanisani. Biblia pia inatuasa hivi. Lakini neno itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu, si kwamba tukasafishe makanisani tu basi ndipo hapo, hapana. Mungu anachohitaji ni maisha ya mtu, kutengeneza ukurasa mpya kwa mtu. Huyo mtu aache kutumikia mambo ya dunia, hajitoe kwa Mungu. Huyo mtu aache kuenenda, usiende kanisani ukirudi maisha yako hayana utakatifu. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu yenye maana. Kwa nini? Kwa sababu hakuna namna nyingine unaweza ukaenda mbele za Mungu na ukapokelewa kama maisha yako mwenyewe bado hayamuishi Mungu. Yaani tukikuangalia hivi hatuoni huyo Mungu aliyoko ndani yako kama anafanya kazi. Kwa sababu matendo yako cha kwanza hayamtambulishi Mungu. Namna unavyosema, namna unavyoenenda, namna unavyoishi na watu ni tofauti na kile ambacho tunaona unakisemaga muda mwingine. Kwa nini? Kwa sababu namna ulivyo humtambulishi Mungu wako. Mwili wako bado haujampokea Mungu. Akilini mwako unajua yuko Mungu, lakini mwilini mwako, moyoni mwako ni bado hujaamua kuishi maisha yao ya uungu. Mtu wa Mungu, nikwambia kwamba neno hili unapolisikia, kubali leo kurudi kwa Mungu, mwambie Mungu, naomba nikuishi wewe. Mwili wangu Mungu nisiutumikie bali nikutumikie, na utoa kwako wewe Mungu, utumie sawasawa na mapenzi yako. Kwa sababu gani? Mungu anapojaribu kutuambia tuwe watakatifu kwake, anajaribu kutupa uhai wa kuishi katika mambo yote. Katika kila kitu tutakachokifanya, tukiwa tuna uhai ndani yake, tutakifanya kwa ubora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Madaraka. Unaweza ukasubscribe channel yangu ya YouTube na ukanifollow pia kwenye mitandao ya kijamii.